Walitumia madaraka yao vibaya kukata mapande ya ardhi ya watu, kuyauza na mengine kuyafanya kuwa ni ya kwao, kinyume na wazee wetu huku kaskazini kuweza kujua chochote kinachoendelea. Na ripoti kutokea Nungwi Kiungani ni katika mgogoro wa ardhi baina ya watoto wa mstaafu Amani Karume, ambapo wameingia kwenye mgogoro na wananchi wenye familia zaidi ya 260. Eneo hili tayari limeanza kuzua mgogoro kwa kile kinachodaiwa kwamba watoto wa mstaafu Mheshimiwa Amani wanataka kuongeza eneo jingine pasivyo na utaratibu, kama hapa wanavyoanza kuzungumza. Hizi ripoti za UTV hapa Zanzibar. Mimi ni Tizray. Hili ni eneo letu asili ambalo kwa muda huu tunalidai kwa watoto wa Mheshimiwa mstaafu Rais Mzee Amani Abedi Karume, akiwemo Amina Amani Abedi Karume, ambaye huyu ndo anajinasibu kwamba eneo hili ni mali yake. Hatukatai kwamba watu hao hawana eneo, na hapa kwa dini yangu ya Kiislamu kwamba watu hao wana eneo lipatalo mita 200 kwa 150 haiti ya kupanda juu kutoka usawa wa bahari kuja juu. Mita zilizobakia mpaka uko kwenye nyumba ya ghorofa mlioshukia kama mnaiona, zile ni mita za wananchi. Ina maana kanda ya chini ina mita 600 na kanda ya juu ina mita 600. Yani eneo hili limegawika kwenye kanda mbili. Kanda ya kwanza ya chini usawa wa bahari, ambayo inamilikiwa na Mwajuma Hatibu, huko ndiko kwenye mita 200 za waheshimiwa hao. Muda wa miaka mingi, inafika 20, eneo hili tunawadai, kwa sababu baada ya kuuziwa mita 200 walizipima na mita zote za juu wakajimilikisha. Lakini katika mahojiano yetu vielelezo vyao haviendi kabisa, na tuliwataka waje kwenye eneo la tukio kwamba tuonyeshane, lakini imegonga mwamba, hawataki kuja, wanatafuta wanunuzi huko juu. Kwa hivyo hili wenyewe limetushtua. Hawa wana mita 600 zote za juu, ambazo hizo ndo zinazotaka kuingizwa kuchukuliwa, za Mwajuma Hatibu 400 na mita 600 za Adibu Ali Haji Kizingiti pamoja na Panduali, ambaye babu yangu mie, hili ni jina la ukoo, yeye alikuwa anaitwa Panduali Haji, mie Panduali Pandu. Ya kwamba tunaitafuta amani kwa penseli, tunaitafuta amani kwa habari. Hatutaki kupambana na watu wowote. Huu wakati siwo wa kupambana. Sasa tunaingia jambo jingine la kitaifa. Hatutaki mapambano. Tuna viongozi wetu wakuu wa nchi, watuone kilio chetu na wakifuatilie kilio chetu. Sisi ni maskini. Kitu ninachokitaka kifanyike, ardhi yetu, serikali yetu ambayo ndiyo inayotuongoza isimamie, aidha tukae pamoja na wale, tukubaliane makubaliano ya pamoja. Vinginevyo kama hawataki, serikali ina uwezo mkubwa mno kufuta hatia yao mbovu, tukabidhiwe ardhi yetu. Ardhi za wazee wengi wetu wa kaskazini wanafanya mambo ya kimiundombinu, hatimaye ardhi hizi sasa inafika pahala watu wanazihodhi kwa kupitia misingi halali kabisa,
lakini huku wazee wanaona wamedhulumiwa. Kwenye mgogoro huu nataka nikwambieni, kwa mujibu wa maelezo ya wale wazee, una maeneo matatu. Una eneo la kwanza lina mita 200 ambalo wazee wanasema familia hii ilinunua kwa watu, na waliouza wapo na tumefanya mahojiano nao, wamekiri wamenunua. Kuna eneo la pili katika eneo hilo lina mita 400 ambalo na zenyewe hizo mita 400 wanasema hizi hazikununuliwa, lakini eneo hilo lina urefu wa mita 600 na lina upana wa mita 300. Upana wa mita 140 huo wanakiri mita 200 kwa mita 140, wazee wanasema hizi kweli walinunua. Lakini kutoka mita 140 nyuma ya mita 200 zao kuna eneo lina mita 160 upana na lina mita 600 urefu. Eneo hilo wazee ndio hao mlokwenda kufanya mahojiano nao nyinyi. Wanasema kwamba eneo letu hatujalipwa fidia, hakuna mtu aliotufuata, hakuna mtu aliotulipa, na eneo letu hatujui kwa nini hati ya serikali inaonyesha kwamba eneo hili limefanyaje? Limechukuliwa. Kwa hivyo hapa nataka muamini kuna kitu kimoja ambacho lazima na nyinyi waandishi mkifahamu. Mimi najua kabisa na wazee wameniambia kwamba bwana tusaidie kitu kimoja mheshimiwa mkuu wa wilaya. Nenda kazungumze na familia ya watoto wa Dr. Karume. Uwaite waje tukae mezani tujadiliane. Kama wanataka eneo letu tuwauzie, sisi tuko tayari kuwauzia. Lakini nilipowaita familia ya Dr. Karume, wao wenyewe wameniambia sisi ardhi hii kwa mujibu wa dokumenti hii tunamiliki kihalali na hatuna mazungumzo na mtu kwenye ardhi hii. Kwa hivyo mimi ninachokwambieni, mgogoro huu sio mmoja. Kuna migogoro mingi sana, na hii ndio iliyopelekea eneo hili la ukanda wa kaskazini serikali kupata wakati mgumu. Serikali wanabeba lawama za baadhi ya watendaji wasiokuwa waaminifu kwa kuchukua ardhi za watu kinyume na utaratibu. Sijui kama tunaelewana vizuri. Sisi sasa hivi tumepata changamoto kubwa. Jana hivi nilikuwa nafanya mahojiano na mzee mmoja. Amekuja, kuna mgogoro mkubwa sana wa ardhi. Yeye hajui kama ardhi yake imepimwa, hajui kama ardhi yake imechukuliwa, lakini ndio hivyo. Ukienda mtu anakuletea hati, lakini kwa wenyewe wanasema sisi hatujui kama lini ardhi yetu imechukuliwa wala lini. Kwa hivyo mimi ninachokuombeni ndugu waandishi, taarifa ni moja tu ya kuichukua. Sisi kama serikali lazima tukae katikati. Hatuko kwa upande wa mtu yoyote. Tuko katika upande wa wenye haki. Yule mtu mwenye haki yake, serikali ndio inapaswa kusimama naye haki yake iweze kupatikana. Na mimi nataka nikwambieni, sisi viongozi tuliokuwa huku kaskazini, tutahakikisha tunatetea haki za wananchi wa kaskazini pale ambapo tutaona zimeporwa au zimenyang'anywa. Haiwezekani hata siku moja wazee kila siku wanakuja kulalamika maofisini, lakini hakuna hatua ambayo sisi serikali tunaichukua. Cha msingi ambacho lazima na nyewe waandishi mkijue, wako baadhi ya watu ambao ni wazee huku wanauza ardhi zao, wanapewa pesa, wakisha kupewa pesa watu wanakwenda kutengeneza hati mjini, wakirudi huku wakisha kuona pesa zimekwisha wanadai tena maeneo haya ni ya kwetu, hatumeuza. Wamekula pesa, lakini wanadai kwamba ardhi zao zimechukuliwa bila ya ruhusa, bila ya wao wenyewe kujua. Sasa kwenye hili la mgogoro wa watoto wa mzee Karume, nataka nikuhakikishieni serikali tuko macho na tunalifuatilia na haki itachukua mkondo wake. Sisi tulichokifanya ni kuangalia vielelezo mbalimbali vilivyomo ndani ya faili la Amina Karume na wenzake. Sasa haya madai ya ukubwa yamekuwa ni magumu kwetu kuthibitisha kwa sababu hakuna kielelezo chochote kinachoonyesha kilichouzwa kilikuwa ni kiwango gani. Yaani haya madai ya wazee kusema kwamba sisi tuliuza kwa kiwango hiki kidogo hayakuweza kuthibitishwa ndani ya vielelezo vyovyote.
na tulishirikiana na aliyekuwa mkuu wa wilaya wa wakati huo kabla ya kufanyika mabadiliko ya kuwa wilaya, na sisi tulimwomba atusaidie tuweze kupata hivyo vielelezo vya kuonyesha ukubwa wa eneo ambalo liliuzwa kutoka katika familia za wale wazee kwenda kwa familia ya kina Amina Karume na wenzake, lakini hatukupata vielelezo hivyo, na tuliwaita baadhi ya wahusika wa hizo familia za kule Nungwi, lakini bado hatukuweza kupata vielelezo vyovyote vinavyothibitisha ukubwa wa eneo waliloliuza kwenda kwa familia kina Amina Karume na wenzake, ili kuweza kujiridhisha kwamba kilichouzwa hakikuwa hiki kinachoonekana kwenye hati, lakini badala yake kilichouzwa kilikuwa ni hiki. Kwa hivyo Kamisheni ya Ardhi labda mlikosea katika kutoa hati yenye ukubwa huu. Kwa hivyo mpaka tunapozungumza hatujawahi kupatiwa nyaraka yoyote au kielelezo chochote kinachothibitisha kwamba wazee hawa walichokiuza ni kiwango hiki.